Mwangi, wakati huu tunavyozungumza unajisikiaje kiafya? Niko na maumivu kwa mwili, sehemu za siri niko na maumivu, na miguu yangu pia iko na shida juu niko na 3 fractures. Fracture kwa miguu na left na kidole kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa, ilielezwa kwa hali yako mbaya sana, na hata wewe mwenyewe baadaye ukasema umepitia siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Waliniumiza sana, lakini ile mateso ilikuwa kwa hiyo siku 3 nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na niko na pingu siku 3. Kwa hivyo sasa kulikuwa na ile psychological torture na ilikuwa na physical torture. So hizo vitu zote mbili zinapatia shida. Mwili nauma, akili pia si timamu kabisa, akili pia inasumbua. Iko na ile mawazo mengi, fikra mingi sana juu nilikuwa kwa giza siku 3, mchana na usiku. Nimekabo macho, nimepigwa pingu, nikizungumzia ni kupigwa tu. Kama utapata matibabu mazuri, utarejea katika hali yako ya kawaida au kasoro zake za kuwa bado zimesalia katika mwili wako? Unajua mwili kivunjika rudi vile ilikuwa hivyo hapo awali, lakini natumai kwamba pale pamevunjika kipone ndakuwa vizuri, naweza tembea vizuri. Kwa wakati huo siwezi tembea vizuri, lazima nipatiwe usaidizi ndio niweze kutembea hata kwa msalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanywa hivyo, umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote? Kelele mfano zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu, Mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, nilikuwa napelekwa wapi, na walikuwa nasikia Dichuele. So nikasikia wakisema kama mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi. Wakati walisema tu jina langu hivi, wakazima redio. Na baada ya dakika kadhaa wakaakisha. So sikujua nini endelea, lakini nisikia jina langu kwa redio. Unajua maeneo gani ya Tanzania ambayo ulikuwa ukipitishwa wakati wote? Sijui, lakini wakati niliachwa karibu na boda ya Kenya hapo Horohoro, niliambia marafiki zangu pale nililala hizo siku 2 za awali, wakaniambia labda hapo ni Tanga. Tanga ni karibu na Ukunda. So kuna uwezekano wale kutoka Dar es Salaam nilipelekwa Tanga. Wanao kukosoa wengine wanasema bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa, hakufuata taratibu. Ni kweli kwamba kuna kasoro katika kuingia kwako Tanzania? Hakuna kasoro yote, kwa sababu mimi ni raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda sifai kuuliza sababu ya kwenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata pasipoti ni moja. Ukiangalia pasipoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa hivyo sina sababu, naweza enda tu hizo nchi bila hata sababu yoyote. Na maafisa wa Tanzania wanadanganyana, kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika kama nikasema kwa sababu nimeenda Tanzania. Nilienda nikapita katika immigration, nikapiga passport yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote. Sasa hizi zote ni vijisababu wananitafutia makosa, lakini kwamba kama ningekuwa nimevunja sheria za Tanzania ningeshikwa nipelekwa mahakamani, si kupitia mateso, pigwa, kufungwa. Hizo vitu zote ambazo walifanya wana Tanzania, walivunja sheria zao zenyewe na sheria pia za jumuiya. Kilichokupeleka Tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo Tundu Lissu, au kuna mambo mengine? Nilienda kwa hiyo kesi ya Tundu Lissu, baadaye nirudi Kenya. Haukufanya jambo lingine lolote mbali na hilo? Ara, kutoka kwa hoteli yangu. Na waliokushika walikueleza una matatizo gani? Walisema nakuja kusumbua nchi yao. Kwa yote haya yaliyotokea, kwa mfano utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? Ni ngumu kusema kwa wakati huu. Labda Suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezi enda. Walinifanya mabaya mengi sana. Tukiachilia mbali hayo yote yaliyokufika, hatua gani za kisheria na taratibu gani ambazo unazifanya kuhakikisha kwamba haki yako inapatikana? Tutarudi tu Tanzania, tutaenda kustaki serikali ya Tanzania katika mahakama za Tanzania. Tutarudi huko kwa nchi ya Tanzania na tutaenda kuandika kesi, tutastaki serikali ya Tanzania kwa yale mateso tulipitia. Yote kwa yote haya mpaka wakati huu Mwangi, unajua kwamba ni tuhuma. Wale ambao wamekushika au unaodai wamekushika, waliokutesa, unawanasibisha moja kwa moja na serikali ya Tanzania, lakini hakujawa na ushahidi. Nilitolewa kwa hoteli ya Serena na serikali. Wale ambao walinishika majina zao najulikana na mawakili zangu. Nilitolewa kwa ofisi yangu kwa hoteli ya Serena na polisi na watu wa immigrations. Wakanipeleka kwa ofisi ya immigrations, nikapeleka kwa Central Police. Hakuna wakati ambapo nilikuwa katika mikono ya raia. Nilikuwa katika mikono ya serikali hiyo wakati wote. Na wakati serikali ya Kenya iliandikia serikali ya Tanzania kusema kwamba waniachilie,
serikali ya Tanzania ilisema kwamba imeniachilia. Hiyo ni maana yake ni kwa sababu hiyo muda wote nilikuwa Tanzania, nilikuwa katika mikononi ya watu wa serikali, viwango tofauti za serikali. Na wenzenu wa Tanzania wanaharakati, kulikuwa na ushirikiano wote wakati wote huu ambapo wewe ulikuwa katika hali ya tabu? Usijua alikuwa wapi, kwa sababu pia mimi naelewa walikuwa na uoga. Wale ambao tulikuwa tunashirikiana nao walikuwa ni mawakili wa Tanzania, lakini pia walikuwa na uoga, wanaogopa serikali yao sana. Sasa unahisi upo ushindi, ipo haki pale ambapo utafata mkondo wa sheria? Hata ushindi wakati huu kwa sababu dunia nzima sasa inajua ubatili na unyama wa Suluhu. Hivyo tulipigwa tukaumizwa. Sasa watu wanajua ukweli kwamba Suluhu anajifanya kwamba yeye ni rais wa kidemokrasia, lakini ni rais wa maovu. Na chama cha Mapinduzi nimekuwa chama cha maovu. Kwa hivyo ni vizuri sana kwamba hata kama tulifanywa mabaya, dunia mzima inajua kwamba Suluhu ni munafiki. Mwenzio Agatha, wakati wote ambapo unafuata mateso haya, yeye alikuwa upande upi? Tulikuwa na siku ya kwanza tukipigwa tulikuwa pamoja. Siku ya pili ndio tulipelekwa pale tofauti. Yeye anaenda nje tofauti, mimi nikaenda nje tofauti. Manake umekuwa ukifuatiliwa sana. Wale ambao wanakosoa harakati zako wanasema kwamba kina Mwangi hao wameshindwa Kenya kufanya lolote, wanakwenda Tanzania kufanya vurugu wakati kwao kuna tokota. Unasema nini kuhusiana na hili, kwamba nyumbani yako uko vizuri na kwenda mahala kwingine? Hatujashindwa na Kenya. Kenya pia wanaharakati unaendelea, serikali yetu tunaikosoa kila wakati. Wakikosea tunawakosoa, wakishika watu tunawapigania. Na ndio sababu wa Tanzania wanatuogopa sana, wanasema kwamba tulikuwa tunaenda kupeleka zile tabia zetu nzuri za kupigania haki za kibinadamu Tanzania. So Kenya hajatushinda. Kenya kuna demokrasia na kuna haki kuliko Tanzania. Kwa yale yote ambayo yamewafika sasa Mwangi, wewe na mwenzako yule wa Uganda, ndio haya yote mlioyasema au yako ambayo mpaka wakati huu hamjasema kitu? Yako mingi ambayo tujasema. Kwa nini yasemwi? Tunangoja tupone ndugu yangu. Lazima kwanza tupone. Unajua sasa lazima, hakuna haja kupeleka mgonjwa kupitia hizo shida zote. Kwa hivyo tunangoja tupone na tutawapatia medical records zetu na kila kitu. Nilikuwa nimeomba serikali ya Kenya kwamba nilikuwa hospitali siku 3, wakuje pale waangalie my medical records. Walitufanya mabaya na maovu mengi sana na lazima dunia mzima ijue. Kwa hivyo wakati ukifikia tutasema kila kitu. Yako ambayo hayasemeki miongoni mwa haya ambayo mmefanywa? Yako mengi yako mengi. Kwa mfano? Nimesema yako mengi, sisemi siku wakati huu. Wakati ukifika utasema? Nimesema, sitaogopa kusema, nitasema. Mwisho kabisa, Boniface Mwangi, unawaeleza nini wa Tanzania, unawaeleza nini wa Kenya, unawaeleza nini wa Uganda wakati ambapo watu wanafuatilia hali ya afya yenu? Nasema asante sana kwa kutupigania. Hatungekuwa hai leo hii kama si sauti zenyu. Hao ndio walitusaidia sana ndio tuweze kuachiliwa. Wale ambao walitushika walikuwa na kutumaliza kabisa. Ile kipigo walitupiga ilikuwa ni kipigo kifo. Lakini kwa sababu mko nyamaza na mliendelea kutupigania, ndio tuko hai wakati huu. Tunasema Mungu awabariki sana na tuendelee kupigania haki katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kipi kitegemeo kutoka kwenu katika siku za hivi karibuni? Ukweli mtupu. Tutazungumza mambo yaliyotutendekea na lazima tuhakikishe kwamba Suluhu pia tutamstaki katika mahakama kuu ya Hague. Mimi niwapeni pole na niwatakie heri katika harakati zenu. Nashukuru, asante sana ndugu yangu.